Hallelujah. Amen. Kwa sababu tusipompenda Kristo, Mungu naye hawezi kutupenda. Bwana asifiwe. Dada katika Kristo Yesu, leo hii nataka tuzungumze, tuingie katika maandiko tu ya Mathayo au Matthew 17. Matthew au Mathayo 17. Tuko matandatu mathirari Jesu agitwara Petro na Jakubu na mũrũ wa nyina Johana akimakinyia kĩrĩma-inĩ kĩraya handũ hatarĩ andũ, na hau mbere yao akigarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Bwana asifiwe. Tunasikia ya kwamba baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro, Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Faragani mahala hapana watu. Bwana pesifa. Akaenda akawapandisha pale mlimani faragani au kando, akawasegregate kutokana na watu wengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kuzungumza juu ya jambo moja dada na ndugu katika Kristo Yesu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Unaona, baada ya siku 6 Yesu Kristo alichukua hao Yohana, Petro, Yakobo na Yohana nduguye. Bwana asifiwe. Akatoa mahala palikuwa na watu wengi, akawachukua akawapeleka mahala faragani, away from other people. Bwana asifiwe. Away from other people, so that aweze kuonyesha au kuonelea na mambo fulani au katika njia fulani. Bwana asifiwe. Na hivyo kwa nini nimeanza na jambo kama hiyo dada na ndugu? Kuna wakati ufika au wakati uwadia, ni nawe pia vile vile unajiondoa katikati ya wanadamu wenzako. Bwana asifiwe. Sio chuki. Amen. Sio chuki. Hukumchukia mume wako, hukumchukia bibi yako au watoto wako, na kwenda kando faragani na kujiondoa kuliko na watu wengi. Bwana asifiwe. Ili Mungu aweze kukufungulia mambo yasiyoweza kuonekana macho mwanadamu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jambo hili huwa ni kawaida kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe amefunza katika agano, tusiwe kama wanafiki wanavyofanya na kwenda katika makodo za manyumba na kuonyesha watu siku ya kuomba zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Alisema, ingia chumbani mwako na ndani, funga mlango, uongee na babako katika siri. Bwana asifiwe. Katika siri. Na usiwe na mambo mengi. Akawaambia, omba hivi. Na Mungu Baba hata kabla ya kuomba kwako anajua mahitaji yako. Akawachukua Petro, Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Tukisoma pili. Na hau mbere yao akigarũrũka ũrĩa ahanaga, na ũthiũ wake ũkĩara ta riũa, nacio nguo ciake ikĩerũha o ta ũtheri. Akageuka sura mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Bwana asifiwe. Yakobo, Petro na Yohana wanaona mambo ambayo walikuwa hawatarajia kuona. Bwana asifiwe. Wanaona mambo mengine mapya ambao sasa Yesu alikuwa nao ndani yake ambao watu wengine hawakuona. Bwana asifiwe. Leo hii wewe hao watu wamekuwa mashahidi ya mambo yalikuwa yamefichika. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wametolewa pale, kuna watu wengi wakapelekwa kando. Bwana asifiwe. Ili Bwana aonyeshe mambo ambayo hawajawahi kuona. Bwana asifiwe.
asifiwe. Sasa wanaona Yesu Kristo sio vile walikuwa wamezoea kumuona. Bwana asifiwe. Wanaona Yesu Kristo sio vile walizoea kumuona. Sio vile walikuwa wamezoea kukula samaki na yeye. Sio vile walikuwa wamezoea kwenda katika mtumbwi na yeye. Bwana asifiwe. Sasa wanamuona vingine kuliko mbeleni. Washahidi hawa watatu. Amen. Akageuka sura mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mshangao. Bwana asifiwe. Hallelujah. So there is a time. Bwana asifiwe. Hawa wanaweza kuona sasa utukufu wa Mungu ukiwa juu ya mwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kuna mahala walipouliza, Yesu akawajibu, mkiniona mimi mumeona Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kama mmeniona mimi mumeona Mungu Baba. Na sasa hii ni dhihirisho ya vile Mungu Baba alivyo. Bwana asifiwe. Tunapomtazama katika kiti chake cha enzi, kwa sababu Kristo Yesu ni Immanueli, Mungu pamoja nasi hapa duniani. Bwana asifiwe. Na akiwa hapa duniani ameanza sasa kuoneshana umeletevu wake. Bwana asifiwe. So there is a time of transformation. Hallelujah. Kuna wakati hata sisi sasa tunangojea kuja kupinduliwa kutoka vile tulipo tuingie vingine, kama bado hatujafa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati tunapookoka, dada na ndugu, tunatolewa kutoka hali moja ya kutokuokoka tunakuwa watu waliokoka. Bwana asifiwe. Zile tabia ulikuwa nazo bado kama hujaokoka zinaachwa, unaanza sasa kwenda na mienendo mingine mipya. Bwana asifiwe. Ambazo ushangaa na watu, siku hizi fulani sio kama pale mbele. Hivi sivyo namjua Wandeni. Hivi sivyo namjua Joyce. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivi sivyo najua brother Peter. Bwana asifiwe. Brother Peter nilimwacha akifanya hivi, lakini sasa matendo yake na mwendo wake na tabia anavyotembea ni mengine mapya. Je, unajua mtu akishaokoka anatolewa kutoka utukufu hadi utukufu? Kuna kitu Mungu anaweka kwa huyo muokovu. Bwana asifiwe. Kuna umeletevu fulani, kuna jambo fulani unalofanya katika wokovu. Hallelujah. Maana sasa you want to show your true picture. Yesu Kristo anataka kuonyesha hawa picha yake mwenyewe ni nani pale mlimani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na ndivyo leo hii tumekuja hapa mbele zake. Bwana asifiwe. I wish, na ni matumaini yangu leo hii akipigwe leo. Amen. Wewe usiamini habari ya Roho. Wewe unaona mambo ni vuguvugu. Wakati kwa tumefungiwa, Mungu bado alikuwa anafanya kazi yake. Hayo si mtenda. Angali huo kazi mwake. Na niambia pastors kwenye mkutano tulikuwa na ujuzi. Ikiwa Mungu alitumia Mwasiria kama kiboko cha mkono wake kumpiga Mwisraeli, Bwana asifiwe, na akamleta chini mpaka Mwisraeli, kuna wakati maandiko yameniambia hivi, eti Mwasiria alianza bado kujitwaza akisema nimepiga Rama, sikia Yerusalemu ni kilio, sikia upande mwingine ni kilio, akajipiga kifua. Bwana asifiwe. Na ujue walifurikiwa ni kama vile mafuriko huwa yanafurika, maana yake alikuwa na jeshi kuu sana Mwasiria. Bwana asifiwe. Lakini baada hayo yote Mwasiria kujipiga kifua, Mungu alimgeuka, kwa sababu sio yeye aliweza kupiga Mwisraeli, ni Mungu alimwezesha kupiga Mwisraeli. Bwana asifiwe. Sio yeye peke yake, lakini maandiko yamesema alitumwa kama kiboko cha mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Kumtandika afanye nini?
ili amkamatishe au aweze kumpa huyu Mwisraeli mawazo yake na masharti yake na hukumu zake. Bwana asifiwe. Sababu Israeli alikuwa amepinduka na akaanza kuwa na mambo mengine. Bwana asifiwe. So ni wakati wa kumsikiza mambo yote ya Mungu. Haleluya. Mungu akatumia huyo akawa kiboko chake. Lakini alipoanza kujitwaza, Mungu akamgeuka na kumtandika ati mabaki yake, ati hata mtoto mchanga angeweza kuhesabu wakawasilia. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo hii nikawaambia hivi, hata dakika hii Mungu ameleta dunia kwa magoti yake ili watu wamrudie. Bwana asifiwe. The mighty on the lowest. Na maskini wote wanalia kogo. Bwana asifiwe. Yule aliye mkuu analia biashara kogo imeharibu. Haleluya. Mtu wa chini analia kogo. Haleluya. Kila mmoja ni kilio kobi. Hapana asiyelia. Nikawaambia wacheni kuongea maneno msio yajua. Mungu ndiye anafanya haya yote, mbona awaachilie? Bwana asifiwe. Mbona awaachilie hao waje walete ugonjwa huu? Angalia India leo hii kwenye streets ni mili kichomwa, ingine haichomeki. Umbwa usiku baada hiyo anakuja kurarua nyama. Mwanadamu mwenzako akilio. Bwana asifiwe. Mimi niliwaambia tusipoenda mbele ya Mwenyezi Mungu na nia moja na roho moja, Mungu hatakoma kuleta ugonjwa chini. Bwana asifiwe. Amen. Nikurudishe mahali pa Abraham. Abraham akauliza Mungu Baba, utawapiga wazuri na wabaya pamoja, weke pamoja wapige? Mungu alisemaje? Kama kunao kikundi fulani wewe ni 50, sitafanya. Abraham akamsema je, kidata tu wewe walikuja ni kama wana bargain. Ni kama wameenda sokoni. Nikiona hao sitamaliza. Lakini kumbuka Abraham, utapiga walio wazuri wachanganyishe na wabaya weke pamoja. Bwana asifiwe. Niliwaambia mahubiri hivi katika meeting. Mungu kama anataka kuja kuponya, ataponya kwa sababu sauti zetu zimesikiwa. Bwana asifiwe. Sauti hazitatoka kama tumefungiwa, lakini wahubiri wako katika harakati ya kutafuta pesa kwa wakubwa. Bwana asifiwe. Nikao watu tulikuwa kama manyang'au. Atakiona nyama pale ndio tunakimbilia. Kumbukeni Mungu dada aliwaambia kabla ya kufunga, mlango nilionyeshwa hiyo wakati. Kati nikaondoka kuangalia. Kama huu ni wakati wa Musa, watu hawa wako hapa wangeinua mkono juu. Je, ipatikane ya kupitia sababu kila mtu ni pesa? Sina. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo. Na hapa naye mwasiri ameachiliwa. Haleluya. Wale walikuwa wanatengeza madawa. Watu wanatuma Kenya. Watu kwa kwingine. Huko sasa ndio wameadhibiwa zaidi. Hata sasa labda ndio siku wapatie msaada. Bwana asifiwe. Msicheze na kitu inaitwa roho. Don't play with the Holy Spirit of God. Msicheze roho wa Mwenyezi Mungu. Msimdhihaki. Roho hadhihaki. Roho hadhihaki. Wewe ndio fanya mambo yako kule, usidhihaki roho wa Mwenyezi Mungu. Utahara. Sisemi hayo hata mambo yako yote ikwishe. Mambo yako yote ikwishe. Bwana asifiwe. Ikwishe. Unajaribu pesa hii inapotelea kwingine na uko nayo pesa. Unatoka ugonjwa unaingia mwingine hapa. Bwana asifiwe. Na sisi tunaona sasa Yesu Kristo amewachukua wale watatu na wamepeleka pale hivi.
Yesu Kristo anageuka aoneshane ukuu wake vile alivyo. Wanasifiwe. Sasa sio Emmanuel pamoja nasi. Haleluya. Sasa ni mtu mwingine mpya. Haleluya. Hebu niambie, ushahidi uliokuwa na Petero na Yakobo na Yohana ndugu, ni ushahidi aenda kwamba tumeona huyu akiwa hivi. Watu waseme hakuna. Bwana sifiwe. Moses anaenda mlimani kuchukua those 2 tablets. Akitoka kule mlimani, alitoka amegeuka hata uso na nywele, amejaa na utukufu wa Mungu. But hakuwa kama mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Huyu tunanena habari yake ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Mose manabii wa Mungu. Bwana sifiwe. Ambaye alipokuwa kinena, alinena maneno yake kama ya Mungu ndani yake. Haleluya. Hebu twende mbele tusikie yaliyotukia. Ya tatu brother. Na atiriri makiumirirwo ni Musa na Elija makiaraniria nake. Nake Petero agicokia uhoro akira Jesu, Mwathani, nitwagirirwo ni guikara guku. Ungikienda ri ni gwaka ithano ithatu guku, kimwe giaku na kimwe kia Musa, ona kimwe kia Elija. Ona wakiaragia ri hagioka iture kweku rikimahumbira. Na atiri mugambo ukiuma ituine ukiuga atiri, uyu niwe muru wakwa uria nyendete muno, nikenaga muno niwe, muiguage. Nao arutwo maigua uguo makiinamirira, magiturumithia mothio thi metigirite muno. Nake Jesu agioka akimahutia akimera, ukirai na mutigetigire. Haleluya. Bwana asifiwe. Na tazama, Yesu akiwa katika ile hali, alipogeuka sura yake na uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, pale mlimani wakatokewa na Musa na Elia, Moses and Elijah. Bwana asifiwe. Wakizungumza naye. Na jambo hili si eti halifanyiki. Wanatazama, wanaona, wakaangalia. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu, ni Musa, ni Elia. Wakizungumza naye. Bwana asifiwe kabisa. Hebu angalia katika ile hali ya kwenda faragani. Amen. Ya kwenda pale faragani ukiwa peke yako, uone maajabu ya Mungu akitenda, uone Mungu akikutokezea. Bwana asifiwe. Hapa sasa Mose na Elia wamekuja, na Kristo Yesu already amegeuka sura yake, mavazi. Bwana asifiwe. Mashahidi tunaangalia watatu. Bwana asifiwe. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwepo hapa, lakini ukitaka nitafanya chumba kimoja chako, cha Mose na Elia. Haleluya. Manake ile jambo liliwashinda kuelewa nini yaendelea. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti katoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Haleluya. Mtarudia. Alipokuwa katika kusema, wingu jeupe likawatia uvuli, nao wakawafunika, na tazama sauti katoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye.
Sasa Yesu amekuwa tofauti. Dada na ndugu, huwezi kumsikiza. Dada na ndugu, roho wake hatuwezi kusikia. Dada na ndugu, hatuwezi kutenda kadiri na mapenzi yake. Already amedhihirishwa mbele ya wale Peter, Yohana Peter na Yohana na Yakobo. Bwana asifiwe. Na tazama, kuna wengine wawili, Musa na Elia. Bwana asifiwe. Na wingu jeupe. It doesn't matter sasa kama huyu ni Musa, kama wewe ni Elia, kama wewe ni Yakobo, Petro. Bwana asifiwe. Au Yohana. La. Wingu limekuja. Na wingu lina declare. Na mkijua Mungu mchana alikuwa anakuja kwa wingu, usiku kwa nini? Kwa nguzo ya moto. Bwana asifiwe. This time amekuja ili anene. Na anene tu kwa hawa ndugu, kwa hawa mitume hawa, Petro, Yakobo na Yohana. Hata ananena kwa Musa na Elia. Bwana asifiwe. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Bwana asifiwe. Maana ya nini? Yesu Kristo amesimamia Mungu. Haleluya. Mose amesimamia nini? Sheria. Elijah amesimamia nini? Prophet, manabii. Na wanafunzi, apostles. Bwana asifiwe. Na ni mashahidi. Haleluya. Na ndiposa katika lile wingu kunena kwake Mungu ananena kupitia lile wingu. Msikizeni huyu. Msikizeni huyu. Hata dakika ndada msikizeni yeye Kristo Yesu. Haleluya. Msikizeni yeye. Uone yale matunda utakao yala. Bwana asifiwe. Ikiwa mwana wa Mungu alikuwa transfigured kutoka hali hii akawa hali hii, na akionekana akageuka akawa jambo lingine lisiloweza kueleweka. It is high time nasi ndugu na dada tubadilike. Bwana asifiwe. Tubadilike. Haleluya. Tubadilike. Bwana asifiwe. Tubadilike. Na tukubali kubadilishwa. Mwanake usipokubali kubadilishwa, hautabadilika. Bwana asifiwe. Hebu angalia Yohana Mtakatifu katika kisima cha Patmos. Alikuwa peke yake. Faragani peke yake. Na anafunguliwa ufunuo wa Yesu Kristo. Akaonyeshwa mambo. Akaambiwa, haya andika. Haya Yohana tia muhuri. Hii ni ya moyoni mwako. Bwana asifiwe. Haya mengine nao yaona yaandike. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Alikuwa peke yake, hana disturbance. Mbona leo hii anatafuta kwa disturbance? Mbona mambo fulani yamekufunga? Bwana asifiwe. Mbona mambo fulani yamekufunga? Jiulize na ujijibu. Uone ni kwa nini mimi nafundika juu hii. Je, ninaamini au siamini kile mimi naona? Bwana asifiwe. Neno hili kama halitakugeuza utoke kwa vile ulivyo uwe kiumbe kingine kipya, then sijui tunafanya nini. Bwana asifiwe. Yohana Mtakatifu pale akafunguliwa ufunuo wa Yesu Kristo. Na imagine Yohana alipochukuliwa juu katika roho na akapelekwa kule juu. Kukaulizwa, ni nani awezaye kukitwaa hiki chuo kutoka kwa mkono wa yeye yule aliyekishika, kilichofungwa na mihuri 7?
ati juu na chini na hata chini ya maji na ulimwengu wote kwa jumla, hata mbinguni kulinyamazwa. Kwa sababu ya nini? Kumekosekana anayestahili. Just imagine leo hii, imagine leo hii kuna hii kitu ukishika hivi tu katika dunia mzima, hakuna unaweza kuguza hiki kitabu. Bwana asifiwe. Kutoka kwa yeye yule amekishika na kimefungwa na mihuri 7. Hakuna anayestahili. Yohana alilia. Why? Hawezi kukiguza na hawezi kukichukua kutoka ule mkono wa yeye yule aliyekishika. Lakini pale katikati ya miguu kule ya madhabahu kulitokea kana kwamba ni kama mwana kondoo kaliyekaa kama kamenini kamechinjwa. Bwana asifiwe. Kalikaa kana kwamba kamechinjwa, kakaonekana pale kama mwana kondoo, yaani ni kama kadhaifu. Na Yohana analia na kulinyamaza about half an hour. Hakuna jibu. Manake there is no one. Hakuna anaweza stahili. Wewe imagine unaoneshwa haya yote na uko mbele hiki chuo, lakini wewe mwenyewe huwezi chukua. Unaweza uliza Mungu, unambona unanionyesha? Si ni kweli? Ni kweli. Ndio hiki lakini haustahili. Lakini nimekuonyesha nikiwa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kale kamwana kondoo kalikuja kakakuchukua. Bwana asifiwe. Kile chuo kwa sababu kanastahili. Bwana asifiwe. Anastahili. 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 Bwana asifiwe. Kupokea nguvu, utukufu, mamlaka, uweza, utajiri wote wa mbinguni ni wako. Halaiki na malaika wakisema unastahili. Kale kaonekana kwamba ni kadhaifu na kameka kama kalichinjwa. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie leo dada na ndugu, usipotoa mwili wako uwe dhabihu leo hii, kazi ya bure atakukaa hapa. Sikwambii ukachinjwe. Hakuna mtu ameambiwa kachinjwe. Bwana asifiwe. But there's time to sacrifice. Kuna wakati wa kusacrifice. Nenda faragani. Sitaki mambo ya fulani na fulani na fulani. Bwana asifiwe. Sitaki mambo ya fulani. Nataka leo Bwana ninene. Nataka leo Bwana ninene. Nataka Bwana niongeleshe. Amen. Nataka Mungu aniongeleshe. Ai, nishafanya hivyo. Nilifanya hivyo kwa nyumba yangu. Yes. Na ndio wazalendo. Mungu anajua uko kwa hii nyumba. Na unajua unanisikiza. Usijifiche. Mimi nataka kukuona. Uweze kunituma, uweze kuniambia, lakini wewe mwenyewe kujionyesha kwangu. Joyce was not around here. Comment. Lakini kile kilitokea mimi ndio najua. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini leo tunaomba. Alipokuja sikuweza kuongea uongo mbaya. Na tangu sikio tangu leo hii sijasema stima kwa nyumba yangu nikilala. Sijai kuzima. Bwana asifiwe. Tangu siku alipokuja sikuzima stima. Hata leo hii kizima na mkisha. Bwana asifiwe. Hata shauri ya kulala ni wako. Nikizima moto ya kisha. Oh, stima. Bwana asifiwe. Ni ukuu wa Mungu. Mimi siwadangani, sizimi, ni uoga. Nilisema nataka kuona sasa akija. Bwana asifiwe. Faragani pale kama ni pazuri. Bwana asifiwe. Do not be distracted na wasioamini. Bwana asifiwe. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Msikieni yeye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Imagine
imagine mambo yanafunguliwa wazi mbele zako katika ufunuo huo. Msikieni yeye. Haleluya. Msikieni tu. Amesemaje? Kama kambuka jinga tu, Bwana amesemaje? Fanya hivi. Nani anafanya? Bwana asifiwe. Ala. Kumbe that's easy. Siwezi, kumbe ni rahisi hivyo. Amesemaje? Fanya hivi. Lakini kausha moyo wako. Utaona yule anajua kukausha. Hana sorry. Mungu hana sorry. Ati I'm sorry. Sikujua nikitenda hivyo. Ngoja nitatumia Yohana na Petro watakuja kwako kutengeneza. Hana sorry. Lakini nini tunaona leo hii? Tumeona representation au dhihirisho ya kuwa ati hata mbele ya Mose na Elia Mungu anamtawazisha mwanawe wamsikize. Bwana asifiwe. Hata Daudi alisema Bwana wangu, akimaanisha Yesu Kristo. Na watu wanaweza huyu anasema Bwana wangu kwa nini? Bwana asifiwe. Nani alikuja kwanza, ni Daudi ama ni Yesu? Yesu alikuja kwanza. Yesu alikuja kwanza. Alikaa kwa Mungu hata kabla dunia iumbwe. Hata alifurahia kumwona baba wetu Abrahamu akaitwa mwendo wazimu. Bwana asifiwe. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawaguza akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Walilala kifulifuli, ni kuogopa. Yesu akaja akawaguza akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Lakini tayari mambo washatia muhuri, washaona kile waliona. Bwana asifiwe. Ni mashahidi. Kuna kitu Yesu hapa anasema chini. Hebu soma hapo 9 usikie. Na rĩrĩa maikũrũkaga makiuma kĩrĩma-inĩ, Jesũ akĩmeera atĩrĩ, tigai kwĩra mũndũ ona ũrĩkũ ũndũ ũcio muona, nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa mũndũ akariũka oime kũrĩ arĩa akuũ. Nao arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga andĩki marũa moige atĩ no mũhaka Elija ambe oke? Nake akĩmacokeria akĩmeera, ti-itherũ Elija nĩ wa kwamba gũũka na erũhie maũndũ mothe. Amen. Bwana asifiwe. Walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo hata mwana Adamu atakapofufuka katika wafu. Bwana asifiwe. Ashika suluhu afanye yote, ndio mtakaowaambia watu. Bwana asifiwe. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi husema ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Bwana asifiwe. Elia ashakuja. Bwana asifiwe. Amen. Elia ashakuja. Elia alikufa, alienda mbinguni kitambo kwa nini kwa chani. Bwana asifiwe. Kuna wimbo na Sandra sana. Inaimba Ndiye mwadhani na betoro marekirina Elija kweko. Bwana asifiwe. Ando agukode maigaga Elija nayoka. Matire mamenya Elija nĩokire thĩno. Hĩndĩ ĩrĩa betoro na mwathani marĩ kĩrĩma Elija nĩgwĩkũrũkire. Bwana asifiwe. Ni wimbo wa kiroho. Bwana asifiwe. Haleluya baba hingũra atheru tũtonye, nĩguo tũhurũke gũkũ thĩ gũtirĩ na ũtũro. Gĩkombe kĩrĩa kĩnyuĩrĩire Petero na mwathani Jesũ. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe
Wewe dada na ndugu, sikizeni yale ninamwambia. Bwana asifiwe. Kamateni hayo. Wacheni fikra na mawazo na kutafakari kubaya. Haleluya. Sikieni yeye. Haleluya. Kwa sababu mambo haya yashafanyika already, because wakati Yesu alikuwa pale mlimani nani alitokezea? Mose na Elia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Elia alikuja tayari. Amen. Amen. Na unaona Yesu anaambiaje? Msiseme yale mnaona. Paka wakati ule mwanadamu atakapofufuka katika wafu. Bwana asifiwe. Atakapofufuka katika wafu, lazima obey. Na hivyo ndivyo walivyofanya. Bwana asifiwe. Hawakwenda wakipayuka. Waliambiwa msiseme kile mmeona. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna jambo lingine nifanye tu vile nimeambiwa na nikamilishe jambo hilo ndio twende. Haleluya. Najua ni jambo la si jambo lakini zaidi, lakini ni jambo kubwa sana. Yako wewe na mimi tukiwa hapa. Hili dada na ndugu ni ombi. Haleluya. Ni ombi. Zaburi 43. Na nitawapa kwa sababu mimi si mchoyo. Amen. Mimi si mchoyo. Na ningetaka kila mmoja wetu siku hii ya leo, hata yule atakayokuja, mtu aende afaulu. Bwana asifiwe. Soma tu Bwana. Ndwira umuhoro wakwa Ngai, njirira hari ruriri ruru rutakiguaga, kindeithirane na andu aria ma oya ogogani, amne we Ngai uria we kirigo giakwa kia hinya, ukinyingatite niki? Yaga ndina kieha niki ni undu wa kunyihirwo ni thu, ni kuhinyiririo ni thu. Tuma utheru waku ona uhoro waku ama mandware arimo, magirie kirima-ini giaku kiamure o kuu cikaro-ini ciaku, niguo gikinye kigongona-ini kia Ngai, kinye hari Murungu owe uria ngenagira ngacanjamuka o gucanjamuka. Hindi iyo no gucokerie ngatho Ngai, owe Ngai wakwa ngeinagia kinanda kia mugeto. We ngoro yakwa ri ukiinamite niki? Na niki gigutuma ucae thiini wakwa? Niki gigutuma ucakae thiini wakwa? Wirigagirire o Ngai, amu no ndimucokagiria ngatho, ari we uhonokio wa githithi giakwa, ona nowe Ngai wakwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki. Uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Bwana asifiwe. Jambo hili dada na ndugu, au neno hili hapa dakika hii Zaburi 43. Unapoenda kuomba Mwenyezi Mungu, ambia wale wanaokuhukumu dada na ndugu wasikuhukumu tena. Bwana asifiwe. Bwana, unihukumu. Nani? Bwana Mungu wetu akuhukumu yeye peke yake. Bwana asifiwe. Bwana, unihukumu. Unitetee kwa taifa lisilo haki. Uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Mungu akuondolee wale wanakuhukumu. Sababu watu hupenda kuhukumu watu wengine visivyo. Na tukikumbuka kwamba usihukumu na usije kuhukumiwa. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona ombi hili, Bwana, unihukumu. So I don't want to hear wewe unasema nini kunihusu, wewe unasema nini, lakini Mungu Baba anihukumu. Sababu midomo ya watu wengi kazi yao ni kuhukumu.
Bwana asifiwe. Ati unitetee. Simi nitajitetea. Simi nitajipigania. Wewe Mungu unitetee na taifa lisilo haki. Na wale watu wasio haki. Uniokoe na mtu wa hila asiye haki. Kutoka kwa taifa lisilo haki na mtu wa hila. Kwa sababu wakati tunasema hila, kuna watu wengi sana ndimi zao hutunga hila, uongo. Ufanya mtu mwingine uongo. Ukae wewe ni mbaya lakini yeye ndio mbaya. Yeye ndio mtu wa divide and rule. Bwana asifiwe. Kama vile niliwaambia wakati kuna watu wanaweza kuja. Hata sasa naenda kwa Wanderi, ndio unajua uongo si mzuri. Naona jadhari. Wanderi si mzuri. Sasa mzuri ni mimi sio? Si ndio? Sasa huyu atakuwa amevaa barakoa yake hivyo na mbele Wanderi hivi. Si nishamwambia si mzuri. Na Wanderi hiko hivyo. Kuna kampani ya Muhindi mwingine hapa town karibu na ile ABC Cinema. Muhindi alikuwa mrefu sana, namjua. Anaenda lunch. Anafunga gate ya chuma pale. Alafu kwa mwanya anapatia kazi ngumu sana. Anaambia jamaa ilikuwa ni engineering company hapo. Chuma about 3 inches ama 4 inches anaambia hapa akate na hacksaw. Anaziba ile mashini power saw. Sasa yule anabaki na hacksaw. Akijua yeye aende lunch, naye anakata chuma na hacksaw. Bwana asifiwe. Hapo anaenda pale kwa mlango anaangalia. Aone kama ako busy. Ndio anaenda na kwa gari yake rudi ndio aende lunch. Atu ataima. Sasa alikuwa na nini mbaya? Anakuja kusema kwa mfano anakuja kwa Wanderi. Mimi nimekufanya supervisor. Na usiambie hao wengine. Nataka unatazama ule. Na akuja kwako tena. Angalia ule mwenye supervisor yake. Anaenda hivyo hivyo. Sasa watu kila mmoja uko ni supervisor. Wewe maji wewe ni supervisor, unaona mwingine afanye kazi, si ndio? Na unafanya pia sababu wewe lazima ule anakuangalia. Watu wanatoa jasho huko. Kila mtu ni supervisor. Wanakata. Sasa iko mmoja alikuwa ito Wambua alishindwa aje. Kwa nini kila siku jamaa kutoka tunapoa kazi kubwa? Akaenda pale kwa ile mlango. Pande huu ni jicho muhimu na jicho yake iko. Muhimu unaona walikutana hapa hivi. Muhimu kufanya hivyo tena. Unaona? Lakini yeye ni mwerevu muhimu, anaongeza huo 150. Wanaangaliana. Sasa kazi yake inaendelea vizuri. Bwana asifiwe. Sasa unaona kwamba huyu nikiambia huyu hivi, na niambia huyu hivi, mimi nasimama katikati. Ulimi wangu umetunga hila. Bwana asifiwe. Sababu si kufanya vema. Ikiwa huyu anamchukia huyu na huyu anamchukia huyu, kazi yangu ni nini? Ni kusawazisha hao. Bwana asifiwe. Una neutralize ile hostility ama ule ubaya uko katikati ya hao. Bwana asifiwe. Lakini sio chumvi. Kuna mtu hataki kuona mtu na kitu anakuhukumu. Bwana asifiwe. Anaomba Mungu amuokoe na mtu kama huyu asiye haki. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu. Bwana asifiwe. Sikujipigania, nimeomba Mwenyezi Mungu anihukumu na nitetee kwa taifa lisilo haki na niokoe na mtu wa hila asiye haki. Bwana asifiwe. Kwa kuwa wewe ndiwe Mungu uliye nguvu zangu, kwa nini umenitupa Mungu? Bwana asifiwe. Mtu anauliza swali pekee yake, kwa nini unanitupa mimi? Kwa nini umenitupa? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika adui wakinionea? Adui wakikuonea, wewe unahuzunika, lakini kumbuka ni hili taifa lisilo haki na mtu wa hila asiye haki. Bwana asifiwe. Na ndiposa wajiona kwamba unatembea ukihuzunika. Hata muuliza Mungu swali, kwa nini ninakwenda nikihuzunika? Adui wakinionea. Haleluya. Bwana asifiwe. Kutoka leo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, hebu kuonewa kwako na kuchukiwa kwako kuondoke, iwe ni furaha mbele ya Mwenyezi Mungu.
Bwana asifiwe. Yes. A time comes, wakati ufika. Kwa nini ninakwenda nikihuzunika? Adui wakinionea. Na wakati adui anakuonea, adui kucheka, wanacheka. Wakisikia ni mgonjwa ni furaha kwao. Wachana na yeye. Si ndio? Wachana na yeye. Baada waugue na wewe. Kazi yao ni kucheka. Lakini akasema hivi, niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze. Haleluya. Nihukumiwe, adui wanione, niende kwa moyo ulioinama, nitupwe au nihuzunike ndani yangu, lakini aliomba niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze. So I don't want anything else. Sasa kitu kingine. Bwana asifiwe. Nikiwa na kweli ya Mungu. Bwana asifiwe. Na nuru ya Mungu ndizo zitakazoniongoza. Bwana asifiwe. Zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu, hata maskani yako. Bwana asifiwe. Because wakati wewe uko katika vita kama hii, uko gizani. Bwana asifiwe. Uko gizani. Manake hiyo giza sio umejiingiza na giza. Giza umeingizwa na taifa hili lisilo haki, na mtu wa hila asiye haki, na adui zako wanaokuonea. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ni nini sasa mimi nataka leo hii? Niletewe nuru yako na kweli yako ziniongoze. Nuru yako na kweli yako ziniongoze. Zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu, hata maskani yako. Kwa nini nitakupeleka mbele ya Mwenyezi Mungu? Nuru yake na kweli yake. Bwana asifiwe. Nuru yake na kweli yake. Soma kwa Kibiblia. Hiyo tu. Tuma utheri waku ona uhoro waku wa mandware arimo magirie kirima-ini giaku kiamure o kuu cikaro-ini ciaku. Bwana asifiwe. Ati utheri waku ona uhoro waku wa uhoro waku wa Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hizo ndio zitakazo kuongoza. Nuru yake na nini yake na kweli yake. Uhoro wa Bwana asifiwe. Wacha kukua hapa, huyu alisema, wacha kukua pale, huyu alisikia kusema, wacha kwenda pale waambie, unajua enda na kweli ya Bwana. You know yourself. Nani hapa hajui? Hatustahili kuja hapa tuambe kile ulifanya jana. Si ni kweli? Haustahili kuja hapa tusimame. Ulifanya hivi. Unajijua. Unajijua. Si ni kweli? Naye ataondoa jambo hili. Niletewe nuru yako na kweli yako. Uhuru wake wa Bwana asifiwe. Haleluya. Ziniongoze, zinifikishe kwenye mlima wako mtakatifu wa Zayuni, na hata maskani yako. Bwana asifiwe kabisa. Ombi elekevu na adilifu. Ukusema mtu akapigwe, ni nini umeomba? Nataka kuleta mahala kulingana hilo somo tumesoma. Bwana asifiwe. Wewe umeitisha nuru ya Bwana na ukweli wake, roho wa msifu. Zikufanya nini? Zikuongoze, zikufikishe kwenye mlima. Bwana asifiwe. Hapa ndipo tunaona nini? Hata wakati Mose naye alikuwa peke yake, alipofika pale ile bushi iliwaka moto akiwa peke yake. Bwana asifiwe. Yesu alipopanda mlimani pale aligeuka uso wake na ukawa ni nuru. Bwana asifiwe. Na Biblia ikanena